Jack alikuwa amekaa ndani ya baa wakati alipogundua mwanamke mmoja akinyanyaswa. Hata akiwa katika hali yake, mwanajeshi wa zamani wa jeshi la wananavi hakuweza kukaa kimya, hivyo akaingilia kati na kumpiga chini yule mwanamume. Lakini muda mfupi baadaye ugomvi ule ulisababisha atupwe nje ya gari. Ndipo wanaume wawili walimfuata na kumpa habari za kushtua, pacha yake alikuwa amekufa. Muda mfupi baadaye Jack alipelekwa katika kituo chenye ulinzi mkali. Baada ya mazishi ya kaka yake, alisaini nyaraka za mradi wa anga za mbali kwa sababu DNA yake ilikuwa sawa kabisa na ya kaka yake. Baadaye Jack aliamka ndani ya kapsuli baada ya kufika kwenye sayari ya mbali, kisha wakampeleka katika sehemu iliyofanana na kambi kubwa ya kijeshi. Hata baada ya kufika huko, Jack bado hakuwa na idea walichokuwa wanakitaka kutoka kwake. Ndipo alipoona lori kubwa lenye mishale mikubwa iliyochomekwa ndani kabisa ya matairi yake. Mwanamume mmoja aitwaye Norman kisha akamsindikiza Jack hadi maabara. Ndani kulikuwa na mwili wa ajabu ulioitwa Avatar, mwili ambao ungeweza kudhibitiwa ukiwa mbali. Kisha Jack akaiona Avatar ya kaka yake sasa ilikuwa mali yake. Wakamlaza Jack ndani ya mashine maalum iliyotengenezwa kuunganisha mwili wake halisi na Avatar ile. Sekunde ile ile mfumo ulipoanza kufanya kazi, Jack akafungua macho yake ndani ya mwili mpya. Aliposikia miguu yake tena na kugundua kuwa angeweza kutembea, alifurahi sana kiasi kwamba alimpuuza kabisa daktari. Mara moja akakimbia kutoka maabara akijaribu mwili wake mpya kwa kasi kubwa kadri alivyoweza. Siku iliyofuata Jack, Norman na daktari Grace waliingia kwenye msitu wa Pandora. Kazi pekee ya Jack ilikuwa kuwalinda Norman na Grace wakati wa misheni yao ya utafiti. Lakini baada ya muda, kiumbe hatari ghafla kilimshambulia. Jack nusura apone kwa kukimbia kwa kasi. Alijificha katikati ya mizizi ya mti mkubwa akijaribu kuokoa maisha yake, lakini kiumbe kile hakikuwa tayari kumwacha. Kikavunja kabisa sehemu aliyokuwa amejificha. Jack akajaribu kukimbia tena, lakini akaanguka chini. Mnyama yule akakamata begi lake. Jack nusura ajinasue kwa kuliachia begi lile, kisha akaanza kukimbia tena. Mwishoni akaruka kutoka kwenye mwamba na kutumbukia ndani ya mto uliokuwa chini. Alinusurika, lakini sasa alikuwa ametenganishwa kabisa na Grace pamoja na Norman.